Habari za mchana mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu sana katika taarifa ya habari ya mchana. Jina langu ni Salma Shabani. Karibu tuanze na habari za kitaifa na baadaye kimataifa na michezo. Serikali mkoa wa Lindi imepokea viuadudu na viuatilifu kwa ajili ya upuliziaji wa mikorosho, ikiwa ni hatua ya kuelekea katika msimu wa zao hilo kubwa la biashara hapa nchini, huku madiwani wa halmashauri za mkoa huo wakitakiwa kuelimisha wananchi matumizi ya viuadudu na viuatilifu hivyo. Taarifa ya mwandishi wetu Aidan Mhando kutoka mkoani Lindi inafafanua zaidi. Hayo yanabainishwa na mkuu wa mkoa wa Lindi Zainabu Telak wakati akizungumza kwenye mkutano wa baraza la madiwani kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG katika halmashauri ya Mtama, ambapo pamoja na mambo mengine anawataka madiwani kuwa mstari wa mbele kufikisha elimu ya matumizi ya viuadudu na viuatilifu hivyo kwa wananchi na wakulima wa korosho. Kuna wakati tulikuwa tunaangalia maradhi yaliyoko kwenye mikorosho, wakatuambia haya maradhi yanamalizwa na dawa za maji kuliko salfa, na tukawatuma wakaenda vijijini. Baadhi ya maeneo Ruangwa wamenipa ushahidi kwamba walipata elimu na wanaendelea. Kwa hiyo dawa tulizopata twende tukazitumie, zitafanya vizuri na tutavuna. Kuhusu umuhimu wa halmashauri kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato na usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kaimu katibu tawala wa mkoa huu anasema, katika ukusanyaji wa mapato, katibu tawala wetu anapongeza halmashauri hii imepiga hatua kubwa sana katika kipindi cha miaka mitatu hii. Mapato yalikuwa yako chini, lakini kwa sasa mapato yanaonekana yako juu, na kwa namna yoyote pale ukisikia sabu inafanyika, manake mchezaji huyu amechoka na kuja mwingine, na kwa vyovyote tutatoka hapa tutafanywa sabu tukienda kwenye ubora zaidi. Halmashauri ya Mtama mkoani Lindi imefanikiwa kupata hati safi ya ukaguzi kutoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa MNEC wa CCM mkoa wa Kagera, Karim Amri, ameongoza kamati ya siasa ya mkoa wa Kagera katika ziara ya kukagua na kutembelea miradi ya maendeleo, ukiwemo mradi wa soko la kisasa ambalo litagharimu zaidi ya shilingi bilioni 13, huku akiwapongeza viongozi wa halmashauri ya wilaya Misenyi kusimamia vizuri miradi ya maendeleo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jacques Joakim kutoka mkoani Kagera. Katika ziara hiyo, kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kagera ilitembelea ujenzi wa barabara ya Kanjai Bwanjai inayojengwa kwa kiwango cha lami kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 428. Mradi huo unatarajiwa kuboresha usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi wa maeneo husika. Kamati ya siasa ilikagua maendeleo ya ujenzi wa soko la kisasa la Bunazi, mradi mkubwa unaotarajia kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 13, ambapo msimamizi wa mradi wa ujenzi wa soko amesoma taarifa ya mradi wa ujenzi wa soko. Gharama ya mradi ya awali ilikuwa shilingi bilioni 5,734,826,399 na senti 10. Gharama hii ni pamoja na kodi ya ongezeko la thamani. Gharama zilizorejewa za mradi wa ujenzi ni shilingi bilioni 8,254,127,839 na senti 25. Kwa upande wake, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa MNEC Karim Amri amesema kuwa anawapongeza viongozi wa halmashauri ya wilaya Misenyi kwa kujitoa kujenga soko la kisasa kupitia mapato ya ndani na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kutoa pesa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Nimezungukia halmashauri nyingi sana, lakini makusanyo ya ndani kutoa bilioni 10 kusema tunajenga soko, hii nafikiri ni ya kwanza ndani ya mkoa wetu, inawezekana na kwingineko kote. Niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu. Tuendelee kumsemea Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa zaidi ni wananchi wajue mradi ni wa kwao. Manake huu mradi si wa mkuu wa wilaya. Huu mradi si wa wanga mkurugenzi. Ni mradi wa wananchi. Fedha ambazo amezitafuta Mheshimiwa Rais amezileta kwa manufaa ya watu wake.
Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za Chama cha Mapinduzi kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwa fedha za serikali, kuhakikisha inakamilika kwa wakati na kuwanufaisha wananchi wa wilaya ya Misenyi. Kutoka wilayani Misenyi mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Wadau mbalimbali wameendelea kukutana na kujadili namna ya uboreshaji wa mchakato wa kuunda shahada ya uzamili katika masuala ya kodi ili kuleta tija na kujenga uwezo katika elimu ya Tanzania, hasa katika ngazi ya sera, sheria na ngazi ya uendeshaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa awamu ya pili ya mchakato wa kushirikisha wadau, kaimu mkuu wa chuo cha kodi ITA Emmanuel Masalu amesema ili kufanya vizuri lazima wasikilize maoni kutoka kwa wadau ambao wanashughulikia mambo hayo kila siku. Wamesema katika hatua ya kwanza wamepata maoni mengi ya msingi, ambapo tayari wanayo drafti la mtaala ambayo yametokana na maoni ya wadau mbalimbali. Tunazo draft za hiyo mitaala ambazo kwa kiasi kikubwa zimetajirishwa na hayo maoni ambayo tuliyapata kutoka kwa wadau wetu. Yako mambo ya msingi kabisa ya kisheria kwa maana ya uundaji wa sheria, utungaji wa sheria, tafsiri za sheria. Yapo mambo ya kisera kwa maana ya kutunga sera, kuchambua sera na masuala yale ya uendeshaji kama nilivyosema. Yako masuala ya kimataifa ambayo kwenye maeneo yote haya mawili, upande wa kodi lakini upande wa forodha na biashara za kimataifa, yako majukwaa mbalimbali ambayo tunasema yana shape agenda. Wanafunzi, watumishi sehemu mbalimbali katika sekta mbalimbali waweze kufika hapa na kuweza kujiunga kwa ajili ya programu hii, kwa kuwa itakuwa ni programu ambayo inaenda kukidhi mahitaji hasa ya soko la forodha na biashara za kimataifa. Wadau wa sekta ya bima nchini wameongeza juhudi za kuhamasisha matumizi ya bima kwa wananchi, huku wakitafuta njia za kuijenga sekta hiyo kwa uimara na uendelevu zaidi. Mwandishi wetu Jamila Omari anaripoti kutoka mkoani Arusha. Hatua hiyo imejidhihirisha katika maadhimisho ya siku ya bima Tanzania mwaka 2026 yanayoendelea jijini Arusha, ambapo pamoja na kufanyika kwa Bima Walk iliyolenga kutoa elimu kwa umma, viongozi wa sekta hiyo wanakutana kujadili changamoto zinazoikabili biashara ya bima nchini. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Arusha, mkurugenzi wa huduma za bima ya afya kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania, Samuel Mweru, amesema bima ni nyenzo muhimu ya kulinda uchumi wa familia, biashara na taifa kwa ujumla. Kutokana na jitihada hizi, sekta ya bima sasa inachangia takriban 2% ya pato la taifa, huku idadi ya wananchi wanaonufaika na huduma hizi za bima ikiongezeka kutoka takriban milioni 14 mwaka 2021 hadi kufikia milioni 25 mwaka 2024. Aidha, wadau wa sekta ya bima wameeleza kuwa juhudi zinaendelea kufanyika ili kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu umuhimu wa bima na kuwafikia Watanzania wengi zaidi kupitia huduma nafuu na zinazokidhi mahitaji yao. Pamoja na mwamko, tunataka tujenge soko la bima, soko ambalo litakuwa imara, liweze kuchukua miaka mingi, hata hao ndugu zetu wanaokuja huko mbele wakiulizwa bima ni kitu gani waweze kufanya. Tuko pamoja bega kwa bega na mashirika yote ya bima, lakini bima ya taifa, ili kuweza kuwafahamisha watumiaji wote wa vyombo vya moto. Maadhimisho ya siku ya bima Tanzania mwaka 2026 yameendelea kwa shughuli mbalimbali za elimu kwa umma, uhamasishaji wa matumizi ya bima na mijadala ya kitaalamu inayolenga kuimarisha mchango wa sekta hiyo katika maendeleo ya uchumi wa nchi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha.
Wanawake na vijana wametakiwa kuwa na maono, malengo na msimamo wa pamoja ili kuongeza ushiriki wao katika mchakato wa kufanya maamuzi kwa kushirikiana na wazee, hatua itakayochochea maendeleo endelevu ya taifa. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mwezeshaji wa mafunzo juu ya ushiriki wa vijana na wanawake katika uongozi na maamuzi ya jamii, Kelvin Mirambo, wakati wa mafunzo yaliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la EnviroCare, ambapo wamesema ushirikiano kati ya vijana, wanawake na wazee ni muhimu katika kujenga jamii jumuishi inayotoa nafasi sawa kwa makundi yote kushiriki katika kupanga na kutekeleza ajenda za maendeleo. Nao washiriki wa mafunzo hayo wameelezea namna mafunzo hayo yanavyowaongezea uelewa wa masuala ya haki na wajibu wao katika uongozi na maamuzi ya kijamii na kuahidi kutumia maarifa walioyapata kuwa chachu ya mabadiliko katika maeneo yao. Kwanza ni wapongeze vijana wa Kigamboni wamejitokeza kwa wingi, na ni wapongeze pia EnviroCare kwa kuja na hili wazo. Ni vitu ambavyo watu wanavisema lakini hawavifanyi. Tumeona namna ambavyo vijana wanawake wamejitokeza kwenye semina hii. Tupo hapa Kigamboni katika kata 5 ambapo tumeweza kuwajengea uwezo viongozi wa serikali ya mtaa pamoja na vijana kwenye makundi mengine. Lengo kubwa ni kuweza kuongeza uelewa wao juu ya masuala ya uongozi. Kwa mimi upande wangu, cha kwanza nitapoenda mtaani kwangu au katika mtaa wangu, nitaweza kuwapa darasa hili vijana ili watambue ni nini wajibu wa kiongozi, na pia kulingana fursa zinazotokea tuweze kuzichangamkia vijana. Kiukweli tunashukuru EnviroCare kuja kwetu sisi kutuona vijana kupata mafunzo haya, yametujenga, yameamsha hali. Napenda kushukuru sana shirika la EnviroCare kwa kutuletea mafunzo haya siku 2 ambayo mimi kama kijana pia ni mwanamke yameweza kunifundisha vitu vingi. Wakulima, wafanyabiashara na wasafirishaji wa mazao wametakiwa kuendelea kutumia mizani sahihi wakati wa kufungasha na kusafirisha mazao ili kuhakikisha walaji wanapata vipimo sahihi na kuondoa ufungashaji wa lumbesa. Hayo yanajiri katika zoezi la ukaguzi wa vipimo linalofanywa na wakala wa vipimo WMA katika mkoa wa Pwani. Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, meneja wakala wa vipimo mkoa wa Kinondoni jijini Dar es Salaam, Lilian Mombeki, amesema wasafirishaji wengi wameendelea kuzingatia sheria na taratibu za ufungashaji wa mazao, huku akieleza kuwa ukaguzi huo ni endelevu na amewataka wadau wote kuendelea kuzingatia sheria za vipimo. Tumekagua magunia takribani magari 20 leo, lakini tumekuta magari yote yanapima uzito ambao unatakiwa, ambao ni kilo 100. Kila gunia wanapima kilo 100. Kwa hiyo tunashukuru sana, wananchi wameitikia wito, wakulima wamesikia, imesikika ni Tanzania nzima imesikika. Kwa upande wake, afisa vipimo mkuu mwandamizi Renatus Matayo ameeleza namna ukaguzi wa mazao yanayofungashwa kwenye magunia na viroba unavyofanyika. Hapa nyuma tumekuwa na msukumo wa kitaasisi lakini pia kitaifa kuhakikisha kwamba haya mazao ya shamba, sheria imeelekeza kwamba yasizidi kilo 100. Lakini hata ikitokea yamezidi, basi zisizidi mwisho, ongeza mwisho kilo 5, ziwe kilo 105. Margaret Malisa, Channel 10. Asante sana Margaret Malisa. Luciana Henry, mkazi wa kata ya Zingiziwa ambaye amekuwa akisumbuliwa na uvimbe tumboni kwa muda wa miaka 6, hatimaye amefanikiwa kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe huo uliokuwa na uzito wa kilo 10. Akizungumza mara baada ya kufanyiwa upasuaji katika hospitali ya wilaya Kisarawe, Luciana amesema uvimbe huo ulikuwa ukimsababishia maumivu makali kwa miaka yote, na kutokana na hali ya maisha alionayo alishindwa kupata matibabu ambayo yalikuwa yakihitajika na kuhitaji kiasi cha shilingi laki 6 za Kitanzania, ambapo anamshukuru diwani wa kata ya Zingiziwa Selemani Kaniki kwa kumwezesha kufanikisha upasuaji huo. Kisarawe kweli nako nikapima, nikaonekana ni kweli na tatizo la uvimbe. Hilo ni halina jitihada zaidi ya kutoa tu. Nikauliza thamani, nikaambiwa laki 6. Uwezekano wa kupata laki 6 nikawa sina. Nikaja nikaanza kumtafuta diwani. Kwa hiyo nashukuru Mungu
Namshukuru diwani wetu Kaniki ambaye alonipigania kwa hili swala mpaka kwa siku ya leo nakaa hivi napata kuliongea. Mimi nilihisi binti ni mjamzito. Akaniambia anahitaji kufanya operation, ana uvimbe wa tumbo. Kwa kumwamini sana ilikuwa ni ngumu, ilibidi nimuombe aende hospitali. Kwa nikampa karatasi na namba ya daktari mmoja yupo Kisarawe. Fanya vipimo, kweli kaona ana uvimbe. Lakini daktari mwenyewe akasema hii mimi mwenyewe imenishtua, hajawahi kuona uvimbe mkubwa kama ule. Wananchi wa kata ya Lwengera Darajani wilaya ya Korogwe mkoani Tanga walikuwa wakikosa huduma za afya hasa nyakati za usiku kutokana na ukosefu wa nyumba ya watumishi wa zahanati iliyopo kwenye kata hiyo. Wameondokana na changamoto hiyo baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa nyumba ya watumishi hao, hatua ambayo itasaidia wananchi kupata huduma za afya kwa saa 24. Kutoka Korogwe, Ernest Mbezi anaripoti. Akiongea mara baada ya kukagua na baadaye kuzindua mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Michael Mwangonda amesema tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyoboresha sekta ya afya. Mheshimiwa Rais anahakikisha wananchi wanapata huduma za afya masaa 24 lakini katika maeneo yao ya karibu. Ndio maana akatoa fedha nyingi kuleta hapa kuja kujenga hii nyumba ya 2-in-1 ambapo watumishi zaidi ya 2 watakaa pale, wanaendelea kuwahudumia wana Lwengera Darajani na watu wa maeneo ya jirani kwa masaa 24. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Korogwe mjini CPA Charles Njama anaelezea mikakati ya serikali katika kuendelea kuboresha sekta ya afya kwenye jimbo hilo, huku baadhi ya wananchi wakielezea namna ambavyo wamekuwa wakipata huduma bora za afya kwenye zahanati ya Lwengera Darajani. Mradi huu ni upendeleo wa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ametoa pesa na kuendelea kujenga miradi ya afya katika jimbo letu la Korogwe mjini. Tunayo miradi mingi inayoendelea katika jimbo letu la Korogwe mjini, lakini pia haitoshi. Katika bajeti tuliyoipitisha jana, bado Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga fedha kwa ajili ya miradi ya afya katika jimbo letu la Korogwe mjini. Twashukuru Mama Samia kupata hii zahanati ya karibu, maana sisi wengine tu wabovu. Hospitali ya Majengo tunaona ni mbali, ilikuwa huduma ni ya tabu. Sasa hivi twashukuru huduma twapata karibu, kama sisi wazee twapata huduma bure hapa. Mimi binafsi nimebeba ujauzito mpaka nimemalizia hapa. Nyumba yangu imekulia hapa, nimepata tiba nzuri. Mpaka naumwa na uchungu, nikaenda Majengo kajifungua salama. Mpaka sasa hivi na mtoto mdogo ana miezi 2. Kutoka wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Na sasa ni katika habari za kimataifa mtazamaji, ambapo Venezuela wanaendelea na jitihada za kuwatafuta manusura kwenye majengo yaliyoanguka jana Alhamisi, huku timu za uokoaji zikikimbilia maeneo ya kaskazini yaliyokumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Maafisa wa Venezuela wamesema idadi ya vifo imefikia watu wapatao 235 na zaidi ya 1400 wamejeruhiwa, huku maelfu hawajulikani waliko na wengine wamehamishwa kutoka kwenye majengo. Idadi waliofariki na kujeruhiwa inatarajia kuongezeka, huku maelfu wakiripotiwa kutoweka baada ya matetemeko mawili ya ardhi yaliyotokea nchini humo, ambayo ni miongoni mwa matetemeko yenye nguvu zaidi kuwahi kushuhudiwa kwa zaidi ya karne moja. Na katika michezo, tuungane na mwanamichezo wetu akituripotia katika anga la kimataifa. Hatua ya makundi ya kombe la dunia mwaka 2026 imeendelea kwa kasi jana na usiku wa kuamkia leo, huku mechi za makundi D, A na F zikitoa matokeo yaliyobadilisha mwelekeo wa timu kadhaa kuelekea hatua ya 32 bora. Kwenye kundi E, Ecuador iliwashangaza watu kwa ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Ujerumani. Licha ya Ujerumani kufunga bao la kwanza kupitia kwa Leroy Sane, Ecuador ilionyesha moyo wa kupambana na kusawazisha kabla ya Gonzalo Plata kufunga bao la ushindi. Matokeo hayo yalihakikishia Ecuador nafasi ya kuendelea kama moja ya timu bora zilizomaliza katika nafasi ya 3, huku Ujerumani ambao ni mabingwa mara 4 wa dunia ikiendelea kutinga hatua inayofuata kama kinara wa kundi. Katika mchezo mwingine wa kundi E, Ivory Coast iliifunga Curaçao mabao 2-0 kupitia nyota wake Nicolas Pepe aliyefunga mabao yote mawili. Ushindi
Ushindi huo uliwafanya The Elephants kufuzu hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia, ikiwa ni rekodi muhimu kwa bara la Afrika. Kundi F nalo lilishuhudia timu ya taifa Uholanzi ikiendeleza ubabe wake kwa kuichapa Tunisia mabao 3-1 na kumaliza kileleni mwa kundi. Wakati huo huo, Japan na Sweden zilitoshana nguvu kwa sare ya bao 1-1, matokeo yaliyowezesha Japan kumaliza nafasi ya pili, huku Sweden nayo ikibaki kwenye nafasi ya 3 lakini kufuzu 1-1 hatua ya mtoano. Katika kundi D, timu ya taifa ya Uturuki ilishangaza Marekani kwa ushindi wa mabao 3-2 katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa, huku Paraguay na Australia zikitoshana nguvu kwa sare tasa ya bila kufungana. Licha ya kupoteza mchezo huo, Marekani ilikuwa tayari imejihakikishia kufuzu hatua inayofuata kutokana na kushinda michezo miwili ya mwanzo. Asante sana mwanamichezo wetu Ken Malila. Na hivyo basi, mtazamaji, ndivyo tunavyofikia tamati ya taarifa ya habari ya mchana leo hii kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Nikukumbushe pia matangazo haya unaweza kuyapata moja kwa moja pale kwenye YouTube channel kwa kuandika Channel 10 Digital, halafu utaangalia moja kwa moja. Jina langu ni Salma Shabani na kutakia mchana mwema.